Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Antipas Lissu, Machi 23, 2025 amemtangaza rasmi aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho Dr. Wilbrod Slaa kuwa amerudi ndani ya chama baada ya kutengana kwa muda mrefu. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika Rwanda Nzove mjini Mbeya, Lissu ameeleza kuwa licha ya tofauti walizowahi kutokea, Chadema imemsamehe Dr. Slaa na kumkaribisha tena ndani ya chama. Kulikuwa na mkwazano fulani hivi, tukafarakana na kusameheana na kisha tukasemana vibaya sana. Sasa kama Dr. Slaa amesema anataka kurudi, naomba yaishe. Tunasemaje hapa? Nenda zako, alisema Lissu mbele ya maelfu ya wananchi na wafuasi wa chama hicho. Lissu amekumbusha mchango mkubwa wa Dr. Slaa ndani ya Chadema, akieleza kuwa ndiye aliyemkabidhi kadi ya chama mnamo Julai 24 mwaka 2004. Amesema kuwa wakati huo chama kilikuwa na wabunge wachache, lakini kupitia uongozi wa Dr. Slaa ilibidi na idadi hiyo iliongezeka maradufu hadi kufikia wabunge 72 wa chama cha Chadema na kufanya jumla ya wabunge wa umoja uliofanyika kama Ukawa kufikia 117. Dr. Slaa alikuwa katibu mkuu wa Chadema aliyetumikia chama kwa muda mrefu zaidi. Kipindi chake kilikuwa cha mafanikio makubwa kwa chama chetu kuliko kipindi kingine chochote. Amefafanua kuwa Dr. Slaa hakufukuzwa bali aliondoka mwenyewe, na hivyo kurejea kwake hakuhitaji mchakato mgumu. Alisema kwamba kwa mujibu wa katiba ya chama, Dr. Slaa angeweza hata kujiunga upya kupitia mfumo wa chama wa Chadema Digital, lakini ameomba kurudi hadharani kama alivyoondoka, na hivyo chama hakina sababu ya kumkatalia. Kuhusu wanachama wengine waliowahi kufukuzwa, Lissu amezungumza kikatiba namna ambavyo wanahitaji kuweza kufuata. Amesema tayari chama kimepokea barua kutoka kwa wanachama wawili waliokuwa wamefukuzwa, huku akiwataka wengine kufuata taratibu na kuandika maombi kwa katibu mkuu. Kwa hatua hii, inaonekana Chadema inapiga hatua katika maridhiano na kuimarisha safu yake kuelekea mustakabali wa siasa nchini. Kwa hicho ndicho ambacho kimeonekana kutokea katika mkutano wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambao umefanyika Rwanda Nzove katika jiji la Mbeya.